Hoja ya kugawa sio jimbo tu la Arusha mjini, ni maelekezo ya serikali kupitia tume ya uchaguzi. Kila baada ya miaka 10 huwa wana review kuona kama majimbo mengine yamekuwa sana kiasi kwamba watu wamekuwa wengi na huduma kwa wananchi inakuwa changamoto. Kwa hiyo serikali mara nyingi inatoa muda wa kugawa majimbo. Kwa hiyo hoja ni ya serikali. Kilichotokea ni kwamba baada ya hoja ile kufika na ni kupitia waraka wa serikali, na ofisi ya mkurugenzi ilipokea barua ya kuelekeza kwamba kama kutakuwa na hitaji la kugawa jimbo la Arusha, basi ipitie katika utaratibu ule wa kisheria wa kwenye baraza la madiwani, alafu inaenda DCC, alafu inaenda RCC. Kwa hiyo sisi baraza la madiwani tulikaa leo asubuhi, na hiyo ni baada ya kikao cha kamati ya fedha ambayo ilikaa jana, lakini pia kikao cha madiwani wa Chama cha Mapinduzi ambao tulikaa leo asubuhi na kuangalia ule mchakato ambao ulipendekezwa na timu ya management ya halmashauri ya jiji la Arusha. Tukaona kwamba jimbo la Arusha ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 272 haina sababu yoyote ya kugawanywa, kwa sababu kwanza ya jiji la Arusha kupatikana ilikuwa eneo la jiji wakati ule wa zamani ilikuwa ni eneo dogo. Kwa hiyo iliongezwa kwenda kilomita za mraba 272 ili ipate hadhi ya kuwa jiji au halmashauri ya jiji. Sasa tumepata halmashauri ya jiji, leo tena tunarudi tunataka tugawe ili iwe halmashauri ya manispaa. Kwa hiyo tukaona hapana, kwa eneo la jimbo la Arusha inatawalika vizuri, na madiwani kwa pamoja wakapitisha azimio kwamba jimbo lisigawanywe mara mbili. Hiyo ni azimio lote la kwanza, na azimio la pili ikawa ni kugawanya baadhi ya kata. Katika hilo tulikubaliana kwamba kata 8 ambazo ziko kusini mwa jiji la Arusha zigawanywe. Kata moja hapo ni kata ya Terat, kata nyingine ni kata ya Murieti, lakini kata ya Olasiti, kata ya Moshono na kadhalika, bila kusahau Sokono na Sino, na hizo ni kata kubwa. Kata ya Sokono kwa mfano ina wakazi zaidi ya 1090. Wakazi zaidi ya 1090, kwa hiyo ni wengi sana. Kwa hiyo yenyewe pendekezo imegawanywa kwenye kata 3. Lakini kata ya Murieti nafikiri nayo imegawanywa kwenye kata 3. Lengo sasa ni kuhakikisha kwamba huduma inawafikia wananchi kwa urahisi. Kwa maana nyingine, ukiangalia kata kama Murieti ambayo ofisi ya mtendaji iko kwa Mrombo kwenda mpaka Lesio kule chini ni zaidi ya kilomita 20. Sasa utoke kilomita 20 kwenda kutafuta huduma kwa ofisi ya mtendaji wa kata inakuwa changamoto kidogo. Sasa tukasema tugawe kata moja iwe na Dosoito, ingine iwe Bondeni, ili kwamba kule zipatikane ofisi za kata. Na kama unavyojua lengo la serikali ni kupeleka shule kwenye kila kata. Kwa hiyo maana shule sasa pia zitajengwa kwenye kata hizo mpya za halmashauri yetu ya jiji la Arusha. Sina taarifa hiyo mimi, sina, japo nimesikia watu wakisema, lakini mbunge kikanuni ni diwani kama diwani mwingine yote kwa cheo chake, na alitakiwa awe kwenye baraza la madiwani, lakini kwa bahati mbaya leo mimi sikumuona akihudhuria kikao hicho. Sasa hilo siwezi kulisemea sana, lakini madiwani waliokaa waliazimia kwa pamoja kwamba hakuna kugawa jimbo la uchaguzi la Arusha mjini, itabaki kwa jimbo moja ambayo itakuwa na kata nafikiri itakayofika 35 sasa hivi. Kwa hiyo zimeongezeka kata, zimeongezeka mitaa, lakini kuhusu jimbo hapana. Lakini baadaye pia mimi ni mjumbe wa kamati ya DCC, kikao cha DCC ambacho mwenyekiti ni mkuu wa wilaya, pia pale walipokea taarifa hiyo na kuipitisha kama madiwani walivyoshauri. Lakini tukapendekeza kwamba kwa sababu sasa kata zimeongezeka sana, tukapendekeza tarafa ya Ilirai nao igawanywe mara mbili ili tupate tarafa nyingine. Kwa hiyo haya ni maamuzi ya DCC ambayo sasa tunasubiri kikao cha RCC ambako mwenyekiti wake ni mkuu wa mkoa ili iweze kupelekwa serikalini. Inavyoonekana kama ukijumlisha kata 8 kwenye kata 25 itakuwa kama kata 34-35, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana wa kutoka kati ya kata 8 mpaka kata 10 kwa namna ambavyo ule mgawanyo ulitengenezwa. Kinachopelekea kata kukatwa ni idadi ya watu kuongezeka. Kwa hiyo watu wakiongezeka, maana yake shughuli za kiuchumi pia inaongezeka. Kwa hiyo gharama ya maisha yanaongezeka sambamba na mapato ya jiji nayo yanaongezeka. Maana yake kama kuna kata ya Nadosoito kule chini, kutakuwa na shughuli za mapato kule, mapato yatakusanywa, lakini watu wakiongezeka pia biashara zinaongezeka. Kwa hiyo mimi siichukulii kama itaongeza gharama katika uendeshaji wa jiji, bali itakuwa ni faida sana kwa wananchi, kwa sababu mwisho wa siku serikali kazi yake ni kutoa huduma, na huduma lazima wapelekee wananchi wako, na lazima urahisishe utoaji wa huduma katika nini? Katika kwa wananchi ambao wako katika maeneo husika. Kwa hiyo mimi changamoto ya gharama sioni kama ni kubwa sana. Najua ita attract gharama fulani, lakini
mapato nayo yanaongezeka. Ukumbuke jiji la Arusha ni jiji pekee ambayo imeweza kuongeza mapato yake kwa 100% katika miaka 4 iliyopita. Kwa hiyo maana yake mzunguko wa uchumi katika jiji letu umekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo pale pesa inapoongezeka, matumizi lazima yaongezeke. Kwa hiyo nafikiri inaendana, iko sambamba. Jiji la Arusha na wakazi, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, ina wakazi 617 ambao leo nafikiri watakuwa wameongezeka kwa sababu ile ni 2022 na leo ni 2025. Kwa hiyo pengine inaweza ikawa na watu 630 na kuendelea. Ambako sasa ukigawa hizo kata na ukagawa na mitaa, maana yake huduma sasa itawafikia wananchi kwa urahisi. Kama ni vituo vya afya vitajengwa, lakini shule zitajengwa, badala ya mtu atoke kutoka kule Lesio kule chini kwa mfano, au kule Kalimaji kule chini kutoka kata ya Moshono kwenda kufuata shule upande wa pili wa kata. Kwa hiyo mimi nafikiri hii ni jambo jema madiwani wamefanya la kugawa kata, lakini pia madiwani wametumia busara kubwa sana kwa kutokuigawa jimbo, kwa sababu ya pia kuangalia namna ya kutoibebesha jimbo letu gharama kubwa sana, kwa sababu kukiwa na mgawanyo wa mambo mengi, gharama nazo zinaongezeka. Wakati tunaingia kwenye baraza la madiwani mwaka 2020 ilikuwa shilingi bilioni 23. Haya ni mapato ya ndani wakati ule. Lakini tunamaliza baraza sasa hivi mapato yetu yakiwa shilingi bilioni 52.2, ambako ni ongezeko la zaidi ya 100%. Ndugu mwandishi wa habari, ongezeko la namna hii haijawahi kutokea kwenye historia ya baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha, ambalo kwa historia lilianzishwa mwaka 1955. Sisi wote tulioko hapa wakati ule hatukuzaliwa. Kwa hiyo sisi ni baraza pekee ambayo tumeingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kwa kuweza kuongeza mapato ya ndani ya halmashauri kwa kiwango hicho kikubwa. Kwa hiyo ni watoe wananchi wasiwasi kwamba gharama za maisha pamoja zinapanda, lakini mapato yanaendana na ukuaji wa uchumi katika jiji letu la Arusha.